Leo tuko hapa kwa ajili ya mafunzo kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo, ambapo mtakuwa na jukumu la kutekeleza shughuli za uchaguzi ipasavyo kwa ngazi ya vituo. Mafunzo yanajumuisha wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo vyote watakayofanya shughuli za uchaguzi katika vituo 467 vilivyopo katika kata 14 za halmashauri ya manispaa ya Kibaha. Nimearifiwa kwamba mada mbalimbali zitawasilishwa, ambapo pamoja na mambo mengine mtapata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujadiliana namna ya kufanikisha uchaguzi katika maeneo yenu na kujadiliana namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika hatua mbalimbali za zoezi la kupiga na kuhesabu kura. Kama wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo, kwa mara ya kwanza, ni mategemeo yangu kuwa mtajifunza kwa haraka na mtapata uzoefu kupitia majadiliano ya pamoja na watendaji wengine wazoefu. Kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya na kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Ndugu washiriki wa mafunzo, wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaojumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na kisheria ambazo hupaswa kufuatwa na kuzingatia, hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura, kuendesha na hatimaye matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais, ubunge na udiwani ndipo yanapoanzia. Hatua na taratibu hizo ndizo msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua fursa hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu nao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni na taratibu, miongozo na maelekezo yanayotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza yafuatayo. La kwanza, someni kwa umakini sheria, kanuni na miongozo na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na yatakayotolewa na tume, na ulizeni ili mpate kufanuliwa kwenye maeneo ambayo kwa namna moja au nyingine pengine yatakuwa na changamoto za kufahamu, ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi ya uchaguzi. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitunze kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. Jitahidi na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vyema na mawakala wa vyama vya siasa watakaokuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo vilivyopangwa. Hakikisheni mnafika mapema iwezekanavyo katika vituo vinavyopangiwa ili kukamilisha maandalizi ya upangaji wa vituo kabla ya upigaji wa kura, na ikifika saa 1 kamili asubuhi vituo vyote viwe vimefunguliwa na kazi ya kupiga kura imeanza. Ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia uadilifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. Kufanya mawasiliano na msimamizi wa uchaguzi
au afisa uchaguzi au mratibu wa uchaguzi haraka pale panapotokea changamoto. Kujaza fomu zote za uchaguzi kwa ufasaha na ukamilifu na kuhakikisha mnaweka fomu na vifaa vingine mbalimbali vya uchaguzi katika bahasha husika kwa mujibu wa kitabu cha maelekezo kwa watendaji wa vituo vya kupiga kura cha mwaka 2025. Mwisho, kupokea vifaa vya uchaguzi na kuhakikisha mnavitunza na kuvikabidhi kwa watendaji husika kwa ukamilifu wake baada ya uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo, kuna jambo nataka niwakumbushe kabla sijamaliza hotuba yangu. Kifungu cha 20 ya sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 kinasema, na hapa na nukuu: kwa madhumuni ya sheria hii, mtumishi aliyeajiriwa, aliyeteuliwa au aliyeazimwa na tume kwa kipindi chote atakachokuwa anatekeleza majukumu ya tume atachukuliwa kuwa ni mtumishi wa tume na atatakiwa kuzingatia katiba, sheria za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024 na sheria nyingine yoyote inayohusu utekelezaji wa majukumu ya tume. Mwisho wa kunukuu. Nimekinukuu kifungu hiki kwa msingi wa kuonesha mambo manne yafuatayo. Jambo la kwanza, kwamba tangu siku ya uteuzi wenu ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Na pili, kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu wa tume mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Tatu, kwamba taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa wasimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo. 4, kwamba simamia viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa wanachama au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Hivyo katika utekelezaji wenu wa majukumu zingatieni matakwa na masharti ya kifungu hiki ili kuepuka kuonekana mnawajibika kwenye mamlaka nyingine tofauti na Tume Huru ya Uchaguzi. Ndugu washiriki wa mafunzo, kwa kumalizia, niwasihi mzingatie mafunzo mtakayopewa na mtoe uzoefu wa usimamizi wenu kwa siku za nyuma ili iwe ni somo kwetu sote katika utekelezaji wa jukumu lililo mbele yetu. Baada ya maelezo haya, ninawatakia mafunzo mema, kusimamia na kuratibu shughuli za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025